Na mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini na kunikabidhi jukumu la kuwa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, kazi ambayo iko mbele yetu sasa hivi. Na nakupongeza sana Mheshimiwa na wewe kwamba Mheshimiwa Rais ameendelea kukuamini na kuendelea kukupa majukumu ya kuwatumikia Tanzania katika ofisi mpya. Kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa. Leo sina matamko kwa sababu waziri ni wa kimfumo wa kitaasisi, kama alivyosema vizuri sana Mheshimiwa Profesa Ndalichako. Kwa hiyo nilimuomba katibu mkuu na wenzangu wote na Mheshimiwa Kipanga. Kwa hiyo natarajia nitatumia muda mwingi sana kukutana na wakuu wa idara half a day, lakini kama nilivyokuambia Mheshimiwa katibu mkuu, nitaomba kabla sijakutana na mkuu yote wa idara niwe nimepata documents za kutosha kuhusu idara. Kwanza shughuli za idara, pili miradi yote iliyoko, tatu mikakati inayoendelea. Mingi iko katika taarifa ya Mheshimiwa Waziri aliyonikabidhi, lakini nitataka nijiorient kabla sijakaa na wakuu wa idara. Alafu tutasonga mbele. Wizara ya Elimu inahitaji sana utulivu. Sio wizara ya kubadilisha mambo kila siku. Tutachanganya taifa. Mimi nashukuru sana kwa kazi kubwa mliofanya. Na Mheshimiwa Profesa Ndalichako, niseme hapa, siamini kama umekaa hapa muda mrefu kwa bahati mbaya. Umekaa kwa sababu umefanya kazi nzuri sana na nakupongeza sana. Na timu yote ambao umefanya nao kazi. Na mimi nakufahamu kwa sababu tulikuwa wote chuo, watu hawawezi wakajua, lakini alikuwa anafanya degree ya hesabu wakati tunasoma. Na sifa kubwa kila mtu alikuwa anasema ni kwamba yeye alikuwa anapapua A zote kwenye hesabu. Kulikuwa na mwalimu mmoja walikuwa anasema yani kupata A yake ilikuwa haiwezekani kwenye hesabu. Lakini Mheshimiwa Profesa Ndalichako aliendelea kuzipata A, alifanya vizuri sana. Tulibaki wote chuo kufundisha. Mwenzangu akaenda Alberta, Canada kufanya PhD na akafanya vizuri sana, ndio akarudi na kukabidhiwa majukumu haya. Hiyo wakati huo sasa akawa kwenye elimu, lakini katika masuala haya. Kwa uwezo wake hauna shaka. Mimi binafsi sina shaka na sishangai kwamba mweza kana hiyo wizara kwa muda mrefu, kwa sababu nayo ni wizara kati ya wizara ambazo zilikuwa na mabadiliko ya mara kwa mara ya viongozi ambao walikuwa wanaongoza. Kwa hiyo nakupongeza sana Mheshimiwa Profesa Ndalichako kwa kazi uliyofanya hapa, na najua mafanikio haya yanafika kwa sababu una watu ambao mnachapa nao kazi vizuri na kushirikiana. Kwa wote nawapongeza. Wakati na karibishwa kule tulivyokuja tu kuripoti kuona ofisi kule Mtumba, kuna neno moja nilisema na nataka nilirudie. Nilisema kwamba naomba tufanye kazi bila nidhamu ya uoga na tufanye kwa ujasiri. Maana yake ni nini? Kabla ya kufanya maamuzi, naomba kila mtu awe ana speak his mind. Na mimi nitajitahidi sana niwe wa mwisho kuongea wakati tunapanga, kwa sababu nyinyi ndio wataalamu. Kwa tukikaa hapa tunajadili, na ndivyo nilivyofanya. Nimekaa hii wizara yangu ya 6. Nimekaa hazina, viwanda, nimekaa foreign, nimekaa maliasili, kilimo, hii ya 6. Ningependa tukikaa wakati tunajadili, tusijadili kwamba unaongea na waziri kwanza. Tujadili kwamba kuna kitu tunataka tukipate. Kwa nyinyi wataalamu, ongea. Ukiona mimi naenda mahali sio, speak up. Ongea hapo hapo, sio unatoka unaanza kusema bwana waziri namuona yeye anachanja mbuga huko kwingine. Tumuone atafika wapi. Kwa sababu tutasikiliza. Na sisi tuliotoka kwenye academics tumezoea sana. Kwenye academics kwa kweli tunana kiburi kidogo. Kwa sababu hata ukiwa mdogo, ukiona mkubwa anakosea unamlipua hapo hapo. Kwamba hii pepa yako bwana haijakaa vizuri. Kwa humu ndani wakati wa kujadiliana mambo, naomba tuwe free. Naomba kila mtu azungumze. Na hata kama nimefikia waziri nasema hivi na unahisi kwamba sivyo, speak up. Ongea Mheshimiwa Waziri, hapana. Na ukihisi tukitoka hapa bado nimekomaa, omba appointment. Njoo tu, njoo niambie naomba nikupitishe kwenye hiki tufanye nini. Baada ya kuzungumza yote, tutakuwa na uamuzi wa wizara. Na anachosema waziri, anasema kama wizara. Na maana yake si kwamba natoka nyumbani kwangu afu naanza kutoa matamko. Maana yake ni kwamba tunakaa humu ndani tunajadiliana alafu mimi ndo nafanya nini? Natoa matamko, natoa mwelekeo na kadhalika. Na miongozo ipo. Ipo tayari, hatujikubuni vitu vipya. Ni utekelezaji wa ile miongozo. Sasa katika mikakati ya utekelezaji lazima tushike. Kwa hiyo naomba tena wote, na kuanzia Mheshimiwa Kipanga ndugu yangu na katibu mkuu na manaibu katibu mkuu, kuanzia hapo
kwenda kwa wote. Naombeni sana tuwe robust katika kujadiliana ndani. Na nafurahi ninavyomsikia Mheshimiwa Ndalichako. Sasa kuna wakati mnakesha na ndio kawaida. Mnaweza mkajadiliana kitu, msijiwekee time limit, kwa sababu tunajadili kuhusu elimu ya nchi yetu, sayansi ya nchi yetu, teknolojia ya nchi yetu. Na tukifika mahali tunahitaji input kutoka nje, wapo, tuna vyuo vikuu vingi, tuna wataalamu wengi huko, wengine wamestaafu, tutawaita alafu tuzungumze, alafu tukitoka pale tuwe na kitu kimoja. Kwa hiyo atakapozungumza waziri mahali popote in public, wote mtajua waziri anazungumza kitu ambacho wote tumefanya nini. Sio kama mtashangaa na mwenyewe mnaangalia kwa TV mnasema hivi kumbe tunaelekea huko. Tutakwenda hivyo, nadhani tukienda hivyo tutaenda vizuri. Na ndio maana nilisema ile kauli kwamba ukitaka kwenda haraka haraka, nenda mwenyewe. Utaenda haraka haraka kwa kweli. Utakuwa na matamko mengi, magazeti, television. Ukitaka kwenda mbali, nenda pamoja. Kaeni pamoja mjadiliane. Kwa hiyo naombeni sana ndugu zangu, ushirikiano mliompa Mheshimiwa Profesa Ndalichako na mimi nipe, tufanye kazi hizi, tunalipwa mshahara na kila kitu na marupurupu, lakini bado ni kazi ya kujitolea. Yaani uifanye kama kazi ambayo unataka na wewe unapofanya kazi humu ndani tunaenda vizuri. Na nirudie tena niliseme kwa sababu waandishi wa habari wako hapa. Michakato ipo na inaendelea. Kazi kubwa imefanyika. Umenieleza Mheshimiwa Profesa Ndalichako kuhusu mapitio ya mitaala. Kwa hiyo ipo kazi inaendelea. Yapo maswali watu wanauliza, lakini michakato imo ndani inaendelea. Kazi ni kuhakikisha kwamba tuna communicate kwa public wasio na wasiwasi. Kwa mfano anasema elimu yetu inatoa wanafunzi ambao hawaajiriki. Hilo ni swala ambalo moja lazima tulijadili humu ndani. Pili, michakato imeshaanza. Na tatu, majadiliano yataendelea. Na najua maoni yanakusanywa kwa watu. Na vile vile kujua ni kiasi gani kweli hawaajiriki au labda uchumi haujapanuka kiasi kwamba cha kuvuta watu kuajiriwa mapema. Pengine darasa 7 watu wanamaliza wakiwa na miaka 11, 12. Kuajirika maana yake nini katika umri ule? Marekani nasikia kusoma compulsory education miaka 16, si ndio? Compulsory education. Baada hapo kwa kuna mambo mengi ambayo mimi ningependa tukae tuyajadili kwa pamoja. Na tusiwe waoga kuleta wataalamu kutoka ndani ya nchi, kutoka mahali popote tukakaa nao humu ndani. Kama commissioner labda tunajadili swala fulani, wewe unasema kabisa kuna profesa fulani huko chuo fulani, Mheshimiwa Waziri tumuite hapa. Tukae tujadiliane ili tukitoka tusonge mbele. Kwa hiyo haya ndio makubwa tu ambayo napenda tena kukushukuru sana Mheshimiwa Waziri na kutakia kila la heri. Na umezungumza vizuri kwamba wizara zetu bado zina overlap. Watu wanapozungumzia skill misalignment, ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia sana kujenga ujuzi ambao unaweza ukaajirika. Mheshimiwa Profesa Ndalichako anaenda kusimamia masuala ya ajira, kwa na masuala ya ujuzi. Kwa ni kazi ambayo lazima tuzifanye kwa pamoja, kuelewa humu ndani shughuli za kiuchumi zinahitaji ujuzi gani. Tutazipata zaidi kwa kufanya kazi na Mheshimiwa Profesa Ndalichako. Alafu sisi tutarudi kuangalia vile vyuo vyetu hasa vya ufundi ambavyo kazi yake ni kutoa ujuzi, tunaviweka vipi ili kukidhi yale matakwa. Kwa hiyo nadhani tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja, na kwa sababu ya ujuzi wako na muda uliokaa hapa wizarani, na kuomba muda wote uendelee kuwa tayari nikikuhitaji, kukuomba profesa, hebu nielekeze hiki. Mimi bado ni mwanafunzi wa kudumu na kwenye wizarani nitakuwa mwanafunzi sana. Kwa hiyo nitakuwa na kupigia simu, tunakaa, unanipa pamoja na wataalamu hapa tusonge mbele. Na napenda vile vile kumpongeza katibu wetu mkuu profesa kwa kuteuliwa vile vile kuja kuongoza wizara hii. Na matumaini ni makubwa kwamba tutafanya kazi pamoja kwa kushirikiana na ndugu yangu hapa. Anaitwa huyu Profesa Ndalichako alikuwa ni kipanga wa hesabu. Alafu hapa tuna kipanga. Au vipi bwana? Mambo hayawezi kuharibika kwa tutajipanga kwa pamoja tufanye kazi. Katibu mkuu nitakuwa ushirikiano wote, na wewe ndio mtendaji wetu mkuu. Na siku ile nilisema tena kidogo kaitifaki kidogo tu, watendaji wote mnakuja kwa waziri kupitia kwa katibu mkuu. Ila naweza nikakuita wakati wote, naweza kukuita tupele lete kitu fulani, lazima uniletee. Lakini natoa ripoti kwa katibu mkuu, waziri ameniambia nipeleke kitu fulani, hiki ndicho ninachompelekea. Yeye akihisi akija hivyo anakuambia subiri nitamuona mwenyewe waziri. Lakini bosi wa utumishi wote hapa wizarani nani? Ni profesa hapa. Kwa hiyo nikikuita unakuja, unaniletea. Ukitoka kwangu mbio kwa katibu mkuu, amenielekeza hiki na hiki na hiki. Ataangalia atakwambia haya, hebu nenda kwanza nitamuona waziri tuongee. Ndio utaratibu itifaki inafanyika, na vinginevyo tutakuwa ni vurugu mechi, sio jamani? Na
wizara ni kubwa, ina mambo mengi. Kwanza kitita chenyewe kikubwa. Kupata kitita kikubwa jambo moja, kukisimamia sasa. Kukisimamia sasa hizo trilioni 3 inatamkika vizuri. Lakini sasa kukisimamia kwa kuhitaji sana mheshimiwa. Na uzuri nimsemee kidogo mheshimiwa Kipanga. Mheshimiwa Ndalichako, wewe unafahamu pale bungeni kiti chako kilikuwa hapa, cha kwangu hapa, hapa alikuwa anakaa Mwambe, hapa anakaa Jafo, alafu kuna viti viwili vile vya kujibu maswali. Kwa mara nilikuwa namuona Kipanga anashuka pale anashusha nondo. Alafu alikuwa ananiambia, unaona bwana mimi na naibu mzuri kweli kweli. Na hayo ni ya kweli. Kwa niko kwa kweli nafurahi sana mheshimiwa Kipanga kwamba tutafanya kazi, tutaendelea kukutegemea sana. Tayari una uzoefu mkubwa kwenye wizara. Kwa hiyo na wewe wakati wa kukaa pamoja tukae kama watu umeteuliwa na rais kujadiliana. Ubosi ule ni kwenye karatasi, lakini wakati wa kujadiliana kwenye mawazo wewe unafahamu vitu vingi, utaniambia, tutazungumza, tutakubaliana, tutamaliza, alafu ndio tunatoa mwelekeo.